kitu ya muhimu. Pia tumeweka pesa ya kutrain na kupromote walimu 1,100 katika taifa letu la Kenya. In the next 1 year, we are going to retool, reskill and promote 100,000 teachers kwa sababu wanatusaidia kusomesha watoto wetu, na kwa sababu elimu ni kitu ya muhimu sana katika taifa letu, na shughuli zile zingine zote ambazo tutashirikiana tukipeleka taifa letu la Kenya mbele. Mimi nataka niwahakikishie ya kwamba ile maneno tulisema tukitafuta kura, najua watu wengi wamekuwa wakizunguka, hii maneno William Ruto anasema haiwezekani, sijui ni uongo. Mimi nataka niwahakikishie maneno tulisema, maneno ya elimu tulisema tutabadilisha, tumebadilisha. Walimu tumewaajiri, budget ya watoto wetu kusoma. Wakati nimekuwa rais mara ya kwanza, budget ya elimu ilikuwa bilioni 500. Katika budget ambayo tumepitisha jana ni bilioni 784. We have increased the budget for education kwa sababu elimu ni ya muhimu. Universities karibu zilikuwa zinafungwa. Tumeongeza pesa ya Higher Education Loans Board kutoka bilioni 15 in 2022 to 56 billion this budget, kuhakikisha ya kwamba watoto wetu wote wako katika technical training colleges, wako KMTC, wako university, wanapata pesa ili wasikose nafasi ya kusoma. Pia tumeongeza pesa ya kutosha ya capitation, ya scholarship, ya bursaries, ndio tuhakikishe kila mtoto wa Kenya anapata nafasi ya kusoma. Vile mmesikia Musalia akiongea, nilipata nafasi ya kuketi chini na rais wa Korea katika hiyo mkutano ya G7 kwa kirefu, kwa sababu Korea ilikuwa kama nchi kama Kenya miaka 60 iliyopita. Ilikuwa nchi ilikuwa na umaskini mingi. Leo Korea is a first world country kwa sababu waliweka pesa kwa elimu na wakafanya maamuzi ambayo ilibadilisha nchi yao. Sisi pia tutabadilisha hii Kenya yetu, itoke mahali tulipo ikuwe first world. Ni mnanielewa? Halo gose juta umwa tutabadilisha hii nchi, na mimi nataka niwahakikishie ya kwamba hii Kenya tutaibadilisha, na haitachukua muda mrefu. Hii Kenya hii tutaibadilisha. It will not take long. Ni kweli nilikuwa katika mkutano wa G7 na maneno tulisema pale ni maneno ambayo tulikubaliana kama viongozi wa bara letu la Afrika mwezi uliopita katika mkutano wa Africa Forward, na tukakubaliana Afrika si nchi maskini ama si bara maskini. Tuko na pesa katika bara letu, tuko na pesa ya pension funds, tuko na pesa ya insurance companies, tuko na pesa ya central bank zetu trilioni 4 dola, $4 trillion. Tuko na pesa. Ile matatizo iko hapa ni organization na uongozi. So tukawaambia wale, sasa tunataka kukubaliana na nyinyi, badala ya sisi kuja kukopa pesa yenu, tunataka tukubaliane, mtupatie guarantees, sisi tupange pesa yetu, kila mtu ajipange na pesa yake, tuweze kuendesha taifa letu na tuende kuendesha bara letu. Nasikizeni niwaeleze, tumekuwa tukisumbuka na hii jambo la housing. Tumezungumzia, ilikuwa serikali ya NAK
ikakuwa serikali ile ingine, ikakuwa serikali ile ingine, haijafanyika. Lakini leo katika taifa letu la Kenya tunafanya program ya housing. Nyumba 1,300 inajengwa. Hostels ya watoto 1,180 inajengwa. Masoko 480 ikiwemo masoko 15 ya Nandi County inajengwa. Na sio pesa tumeenda kukopa, hapana. Sio pesa tumesaidiwa na mtu, hapana, ni pesa zetu. Ile ilikuwa inahitajika ni mtu ya kuamua na akili. Na hivyo ndivyo tutakavyojenga taifa letu Kenya. Hatuwezi kujenga Kenya kwa omba, hatuwezi. Tutajenga Kenya kwa akili na kwa pesa zetu. Yes. Na tuko na pesa. Hii Kenya iko na pesa. Msikuwe na wasiwasi. Ile mtu ya kupanga ndio alikuwa amekosekana. Na mimi niko hapo. Tapanga. Ni mnanielewa? Yes. Pesa ilikuwa kwa NSSF. In 2022, pesa ilikuwa kwa NSSF ilikuwa bilioni 312. Na hiyo pesa tumekusanya for 60 years. 312 for 60 years. Kwa miaka miwili hiyo pesa kwa NSSF imeongezeka kutoka bilioni 312 sasa ni bilioni 680. Kufikia mwaka ujao itakuwa trilioni 1. 5 years, 10 years, hii Kenya itakuwa something else. Kwa hivyo tulizeni boli, mambo bado. Yes. Sio kama tunaelewana. Hivyo ndivyo wengine wamebadilisha nchi zao. Na sisi tubadilishe yetu. Tuache ukabila, inatuletea hasara, inatugawanya, inaturudisha nyuma. Tuache fitina na matusi na kiburi na mambo haya ya chuki. Haiwezi kusaidia mtu yeyote. Sote tunaweza kufaulu kama taifa moja. Na Mungu anajua ni kwa sababu gani sisi jamii zote tunaishi katika nchi moja. We are one people with a common destiny. And we must work together. And I want to ask all the leaders we work together. Sio kama tunaelewana. Nakubaliana na yale yamesemekana ya kwamba we do not want a violent nation. Shida ya dunia hii, mtu akikosa mpango, akikosa akili, kama akili yake ni kidogo, anatafuta fujo. Ndio mnaona iko goons all over the place. Because our goons ni watoto innocent. Wanatumiwa na wanasiasa bankrupt. Mwenye hawana akili, anaenda anapanga fujo. Napiga watu, naleta